Haufanikiwi kwa sababu unahitaji kufanikiwa. Unafanikiwa kwa sababu unastahili kufanikiwa, sio kuonewa huruma. Pesa ina tabia yake moja. Kuna tofauti kati ya need na want. Need ni hitaji, want ni tamaa. Need unastahili, want unatamani. Sasa iko hivi, pesa haiji kwa watu wanaotamani, inakuja kulingana na unachostahili. Sasa matajiri siku zote huwa hawatafuti kuonea huruma, wanachotafuta ni kujua sifa ya kitu ambacho wanapambania. Sasa pesa siku zote inaenda kwa mtu anayestahili, haiendi kwa mtu anayetamani. Manake utapata pesa kulingana na kiwango chako cha ufahamu. Kama ukilazimisha zikaja, zinaondoka. Hii ndio kanuni nataka ujue. Pesa iliyopatikana kwa nguvu inaondoka kwa nguvu. Ndio maana mtu ambaye amekaa kwenye mgodi miaka 15, miaka 20, huyu alikuwa hajengi thamani. Huyu alikuwa anatafuta pesa kwa nguvu. Ndio hayo tumeyaona. Amekaa miaka 15 mpaka 20, kapata milioni 100. Ameenda kuweka heshima baa. Ameweka heshima baa ndani ya wiki moja ana hata 50. Kwa nini? Alipata pesa kwa nguvu. Formula ya pili, pesa iliyopatikana kwa akili itaondoka kwa akili. Kupatikana kwa akili manake ilipatikana kwa utaratibu. Hasa itaondoka kwa utaratibu. Ndio maana formula ya mafanikio ni kukua. Kukua manake nini? Unaanza kidogo, unakuwa. Unatoka hatua ya kwanza, unaenda ya pili, unaenda hatua tatu, unaendelea mpaka unafika huko juu. Ndio maana tunasema hivi, una uwezo ukafanikiwa, ukawa tajiri, lakini safari inayoanzia nyumbani. Safari ya kilomita 100 inaanza na hatua moja. Lazima ufahamu kanuni ya kukua. Pesa inaheshimu kanuni ya kukua, sio vinginevyo.